Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Swala la kufutwa kazi mshauri mkuu wa usalama wa Marekani Mike Waltz limebaki kuwa ndio story kubwa ambayo inazungumzika hivi sasa kwenye vyombo vingi vya habari vya Marekani, vya nje ya Marekani, wote wakijadili. Lakini jana nilizungumza, ila hapakuwepo na taarifa ambayo ilisema kuwa, manake ilikuwa wakati nazungumza hapakuwa na taarifa rasmi ambayo imetolewa na White House au na Marekani. Sasa Trump kupitia mtandao wake wa Truth aliamua kusema kuwa ninamuondoa Waltz, lakini ninampeleka kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, cheo ambacho ili afike kwenye hiyo hadhi ya kuidhinishwa ni lazima kwanza atapitia kwenye Senate, kupitia kwenye bunge la Marekani wamuidhinishe ndio aweze kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Tofauti na cheo ambacho alikuwa nacho kuwa mshauri wa usalama wa White House, kilikuwa hakipitii huko kwa sababu hakupigiwa kura hapo awali. Siku 100 za Trump zinaondoka na Waltz. Wiki 4 za Trump za awamu ya kwanza ziliondoka na Michael Flynn. Sasa nadhani sijui niseme nini. Nadhani Trump sasa kawapa ushindi wale washirika wa upande wa pili ambao walikuwa anawaofia. Lakini nimejiuliza kitu kimoja, kuwa nilikuwa nikifuatilia maoni ya wadau mbalimbali wa Marekani wanazungumza nini kuhusu mabadiliko haya ya Trump ambao ameanza nayo, licha kuwa ya kuyakwepa mwanzo kuwa hataki kwenda nayo na kutaka kujaribu kuaminisha kuwa serikali yake ilikuwa iko sawa na ilikuwa haina shida. Kwa hiyo akaamua kustiki kwenye nafasi ile ile moja kuwa hataki kubadilisha kwa sababu nitawapa faida washirika wangu wa upande wa pili. Kwa hiyo alihold, akashikilia kuwa sisi tuko sawa. Na hata kashfa ya Waltz ilivyokuja mara ya kwanza kumjumuisha kwenye mazungumzo mhariri wa The Atlantic, bado pia Trump alisimama kumtetea kuwa hapakuwa na kosa lolote, licha ya kuwa mashtaka yalikuwa Senate na Senate walikuwa wanashambulia, lakini Trump alimlinda, akasema no, hakuna kitu chochote. Sasa anamfuta Waltz, nafasi ya Waltz anaenda kumpa waziri wa kigeni Mark Rubio. Kwa hiyo Rubio ana kofia mbili hivi sasa amevaa, kuwa ni mwanadiplomasia mkuu wa Marekani ambao unakusudia kuwa hapo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani, lakini wakati huo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani, wakati huo anakuwa mshauri mkuu wa masuala ya kiusalama wa Marekani. Ni kuwa Trump kaishiwa watu au alikuwa hana replace? Kwa sababu kitu ambacho kimemzingua hapa Trump ni kuwa kwenye ile safu ya Waltz kafuta mpaka msaidizi wake Alex Wong, naye kaondolewa. Siku 3-4 nyuma, yani mwanzo wa wiki hii ambayo inamalizika, Trump alifuta kazi maafisa 5 wa ngazi za juu kwenye ofisi ya usalama wa taifa. Aliwafuta kazi ambao wote walikuwa wakifanya kazi chini ya Waltz. Maanake kama vile kuna kamnyororo kalikuwa kanatembea pale kuwa hawa watu sitaki kuwaona. Anatajwa Waltz kuwa kitu ambacho pia ameshindana na Trump, ni kuwa na misimamo tofauti na Trump. Wamekuwa wakikwanguana na Trump kwenye misimamo yake, kuwa yeye misimamo yake imeenda tofauti. Mfano kuhusu anavyotreat Ukraine, kuhusu anavyowasiliana na Urusi, masuala ya Iran, lakini bado ameendelea. Moja interview aliyofanya na Fox, bado ameendelea na msimamo ule kuwa kwa nini Marekani iliondoa vikosi vyake Afghanistan, swala ambalo Trump amekuwa akimlaumu sana Biden toka wakati kabla hajarudi kwa mara ya pili, jinsi alivyoshughulikia, yani jinsi alivyoshughulikia swala la wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan mwaka 2021. Lakini Biden alitekeleza swala ambalo lilipitishwa na serikali ya Biden kwenye awamu iliyokuwa imepita, kwa sababu swala la kuondoa wanajeshi wa Marekani kule Afghanistan lilikuwa tayari limefanywa na Donald Trump katika awamu yake ya kwanza. Kwa hiyo tayari mchakato ulikuwa umeshaanza, na alichokifanya Biden ni kutimiza ule mchakato, kuwa hivi sasa tunakwenda, na anaamua kwenda moja kwa moja. Sasa hilo ndio swala lilivyokuwa, kaamua. Sasa
Walls anatajwa kuwa ni katika watu wanaokosoa kabisa kwa nini jeshi la Marekani liliondoka Afghanistan. Sasa kitendo hiki ni kuwa anapingana na bosi wake aliyomwajiri, yani bosi wake aliyopokuwa ndio aliyefanya uamuzi, manake kuwa kuna wahafidhina ambao wako kwenye serikali ya Trump, na mara kadhaa wamekuwa wakimwambia Trump, kuna watu waliopo kwenye system yako hawaendani na njia zako. Mnakumbuka wakati niliwahadithia kuhusu swala la mashambulizi yaliyokuwa ya Marekani yashambulia Irani. Kuna mvutano ulikuwa umetokea kati ya JD Vance, alikuwepo Mike Waltz mwenyewe mshauri wa usalama, lakini alikuwepo waziri wa ulinzi Peter Hegseth, lakini alikuwepo Steve Witkoff na Trump. Karibu wote walikuwa na misimamo tofauti. Kuna wale ambao wanaunga mkono mashambulizi na kuna wale ambao walikuwa nakataa moja kwa moja mashambulizi, ikiwemo JD Vance mwenyewe kuwa hakubaliani na hili. Sasa hiki kinaonekana kama kuwa wahafidhina wa Marekani wakaanza kuchochea ndogo ndogo kwa Trump kuwa kuna kitu hakipo sawa kwenye serikali yako, kuwa nyinyi mliosimama humu sio watu mnaimba kwenye njia moja. Nadhani walichokuwa wanataka kukibadili hapa ni kuifanya serikali ya Marekani iwe kama serikali ya Israeli, ile ya Kizayuni. Umeona Netanyahu alivyokuwa kwenye safu yake, kila aliyetaka kumpinga au kila aliyepingana na misimamo ya Wazayuni wenzake yeye alikuwa anamuondoa. Tumeona kuanzia kina Gallant, tumeona kuanzia Herzi Halevi, lakini tumeona juzi Ronen Bar, na tunaona Miara anaye anakwenda. Ni watu ambao wamekuwa na upinzani na serikali. Sasa hao hawatakiwi. Sasa wahafidhina wa Marekani wamekuwa wakichochea sana hii serikali, na hii ndio iliyopelekea hata nilichokizungumza jana kuwa mazungumzo ya nyuklia yalisimama, kwa sababu tayari wahafidhina wa Marekani ambao wanataka serikali ya Marekani igeuze mkondo wake iwe kabisa ya kihafidhina, ambayo haitofata mwelekeo wowote ambao wanautaka wao, isipokuwa itafata njia ya wahafidhina wanachokitaka. Kwa hiyo hiyo iko hivyo. Sasa nimesikia malalamiko mengine baada ya kufutwa Walls. Watu wanahoji kwa sababu kubwa iliyosababisha kufutwa Walls ni masuala ya uvujaji, ni kuunganisha taarifa za matukio. Wakati amemuingiza yule mhariri kwenye Signal, anatajwa kuwa ilichukua saa 2 kabla ya mashambulizi kufanyika toka ile taarifa imetoka. Kwa hiyo kama angekuwa ameingizwa mtu tofauti, alikuwa na uwezo wa kuvujisha ile taarifa na kuipeleka upande wa pili, na ikawa hatari kuweka vyombo vya usalama. Lakini hilo tukio alilifanya pia waziri wa ulinzi Peter Hegseth. Sasa wakati Trump anaisafisha, wanasema wakati Trump anaisafisha Pentagon au White House, yani usalama wa taifa, wanasema kwa nini anagusa nusu nusu? Kwa nini amemwacha waziri wa ulinzi hali ya kuwa waziri wa ulinzi naye alitakiwa awe fired before? Wanasema waziri wa ulinzi alitakiwa awe fired before Mike Waltz alitakiwa aondoke. Sasa Marco Rubio atahudumu kama waziri wa kigeni, lakini atahudumu kama mshauri mkuu wa usalama wa Marekani. Anakuwa ni mshauri wa usalama wa Trump wa 4 katika nyakati zake hizi, kwa huyo ameshawatoa na kuwafuta. Sasa tayari serikali inaanza kuguswa kwa nafasi yake, hii serikali ya Trump. Kwa hiyo hili swala limekaa hivyo na story kubwa imebaki kuwa hivyo, kuwa haya yanayoendelea Marekani yamebaki kuwa ni hayo, kuwa Mike Waltz misimamo, na tayari serikali ya Trump imeanza kuonyesha gap ambazo alikuwa anajaribu kuzificha sana kwa wenzake wasiweze kuziona, au upinzani wake upande wa pili wasione, lakini tayari hivi sasa kumeisha anza kuonekana matobo ya serikali ya Trump, na wale wenzake wameshaanza kuona magepo waweza kuyatumia vizuri, kuweza kumtumia kama walivyomtumia kwenye awamu yake ya kwanza. Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Rahby Digital, haki na ukweli.